wahenga hunena ya kwamba nyota njema huonekana asubuhi. Sasa kauli hii ama methali hii unaweza ukaihusianisha na kile ambacho hivi sasa kimetokea kule katika klabu ya Stellenbosch. Ndio, miongoni mwa wachezaji wao nyota katika kikosi cha kwanza cha Stellenbosch chini ya kocha Steve Barker amepata pigo. Huyu ni mshambuliaji wao kinara aitwaye Ashley Cupido. Inafahamika wazi katika cheza ya Stellenbosch, Ashley Cupido yeye ndiye mshambuliaji kinara katika mifumo yao yote, kwa maana kwamba mfumo wao mama ule ambao uhusisha golikipa, alafu walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, yeye huwa hapa kama mshambuliaji kinara. Lakini pia wakati mwingine huwa na mfumo baada ya golikipa wanakuwa na walinzi watatu, viungo wanne, halafu washambuliaji watatu ambao hujipanga kwa mtindo wa 2-1, yule mmoja anakuwa yeye Ashley Cupido. Lakini vile vile wanapoamua wacheze 4-4-2, wale wawili wa mwisho yeye hakosekani Ashley Cupido akiwa na Andre De Jong, mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand katika safu yao ya ushambuliaji. Sasa Ashley Cupido ameumia jana tu katika mechi yao ya raundi ya 23 ya ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, ambayo walishinda kwa bao 1-0 na hatimaye kukwea kutoka nafasi walikuwepo awali ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Afrika Kusini mpaka nafasi ya 3 dhidi ya Amazulu. Ni mechi ambayo ni muhimu kwao kwa sababu kama Amazulu wangeshinda mechi hiyo dhidi ya Stellenbosch, Amazulu wangepanda mpaka nafasi ya 4, halafu wao Stellenbosch wangeteremka kutoka nafasi ya 5 walikuwepo awali, wangekwenda mpaka nafasi ya 6. Lakini wakashinda tena kwa staili yao ile ile. Mpira walimiliki zaidi Amazulu kwa 58%. Wao Stellenbosch wakiwa wenyeji kama kawaida kwenye mtego wao walimiliki kwa 42%. Lakini mwisho wa mechi Stellenbosch walipiga mashuti 14, 6 ya kulenga lango, wakati wageni Amazulu waliopiga mwingi mno wakiumiliki kwa kiasi kikubwa cha 58%, wakapiga mashuti 9, 2 ya kulenga lango, wakashinda Stellenbosch bao 1-0. Lakini katika dakika ya 10 ndipo wakapata pigo la kutoka kwa huyu Ashley Cupido ambaye aliumia msuli wa nyama za paja, ambao wenyewe huwa wanaita ni hamstring. Majeraha ambayo kwa kawaida minimum kwa kipindi kifupi cha kuwa nje mara kwa mara huwa ni takriban miezi 2 mpaka wiki 6, yani miezi 2 na nusu. Jana tathmini ya awali ilionyesha kana kwamba Cupido atakuwa nje kwa 6 weeks. Ndio, wiki 6. Maana yake ni kwamba hata katika mechi ya marudiano itakayochezwa tarehe 27 Aprili kule kwao nchini Afrika Kusini, Ashley Cupido hata kuwepo. Lakini pigo zaidi ni kwamba kwenye nafasi hii ya mshambuliaji kinara, Cupido mwenzake ambaye huwa anakuwa naye katika nafasi hii kama mshambuliaji kinara ni pamoja na Leholonolo Bradley Mojela. Lakini huyu Mojela alifanyiwa upasuaji wa goti Disemba mwaka jana. Matokeo yake mpaka sasa bado hajarejea uwanjani. Ni injured. Kwa hiyo kwa sababu yuko injured hawezi kucheza. Mwingine katika nafasi hii ni bwana mdogo. Huyu bwana mdogo anaitwa Langelile Pili. Huyu ni bwana mdogo ambaye amezaliwa Januari 21 mwaka 2005. Ni mchezaji yupo katika kikosi cha under 20 cha timu ya taifa ya Afrika Kusini. Ndiye ambaye pekee amebakia kama mshambuliaji kinara kwenye nafasi hiyo kutwaa nafasi ya Ashley Cupido. Hata katika mechi hii dhidi ya Amazulu, baada ya kuumia kwake Cupido, akaingia yeye huyu bwana mdogo Pili kuanzia dakika ya 10 mpaka mwisho wa mchezo. Lakini inafahamika wazi kwamba ni kijana mdogo ambaye kumwanzisha kikosini ni kumpa majukumu mazito mno, hasa katika michuano ya klabu ya CAF Kombe la Shirikisho kwenye hatua ya nusu finali dhidi ya Simba, klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Mechi ya ugenini watakaocheza kwenye uwanja wa New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar. Kwa lugha nyingine, hapa pana kaunafuu fulani hivi, ingawa mwalimu Steve Barker anao wakati wa kutosha kujua nani wa kushika nafasi hiyo, kwa sababu kwenye safu yao ya ushambuliaji wanaotokea pembeni, kwa mfano katika mechi dhidi ya Amazulu walipanga kikosi chao kwa mfumo baada ya golikipa ni 4-2-3-1, ambapo hawa
Waliokuwa nyuma katika 4-2-3-1 walikuwa ni pamoja na Lesiba Nku alikuwa nyuma ya Ashley Kupido, lakini kwa pembeni waliokuwepo ni pamoja na Sanele Barnes aliyefunga bao pekee katika mechi hii katika dakika ya 29. Kwa sababu hiyo anaweza kahamisha mchezaji mmoja wapo pembeni akiwemo Devin Titus akaenda katika nafasi ile, au Chumani Busaka akahamia katika nafasi hiyo, vyovyote atakavyoona. Lakini kimsingi wale wenye specialist kama washambuliaji vinara hawa wachezaji watatu hawapo. Lakini pia anaweza kampeleka Andre De Jong katika nafasi hiyo. Kwa kukumbushia tu umuhimu wa Ashley Kupido katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ameshacheza mechi 22 ikiwemo hii waliocheza dhidi ya Amazulu ambayo aliumia katika dakika ya 10. Kumbuka Stellenbosch wamecheza mechi 23. Yeye Ashley Kupido kacheza mechi 22 na wana mabao 28. Yeye katika mabao 28 mchango wake amefunga mabao 5, ametoa assist 3, jumla akichangia mabao 8 kati ya 28. Kati ya haya 28 ukizidisha kwa 100 utapata goals contribution alichochangia Ashley Kupido ni takriban 29% ya mabao yao yote katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Unaweza kaona ni mchezaji muhimu kiasi gani. Lakini pia uchezaji wao wa kimkakati, mara nyingi wakiacha wapinzani wamiliki mpira ili kupata matokeo, huwa wanashambulia kwa kushtukiza. Anayeongoza mashambulizi haya ni Ashley Kupido ambaye yeye huwachukua wachezaji au mabeki wakati wa timu pinzani wawili kwa kupambana nao akienda kushoto kulia, akikimbia nyuma yao. Umri wake miaka 23 unamruhusu kufanya hivyo, goli lake lenye nguvu la kulia, lakini akitoa fursa sasa kwa wachezaji wa safu ya kiungo cha ushambuliaji akina Devin Titus, akina Andre De Jong, lakini pia wachezaji kama Lesiba Nku na hata beki tatu wao Fawaz Basedain ambaye ndiye anaongoza kuchangia mabao mengi kwenye kombe la shirikisho. Kwenye mabao yao 7, beki wao 3 Fawaz ameshafunga bao 1, assist 2. Sasa kwenye kucheza kwao wakimtegemea Ashley Kupido ndiye awapotoshe, awaghilibu walinzi wa timu pinzani na kisha kutengeneza nafasi ili wengine waende kutumia hizo nafasi, akiwemo huyu beki tatu ambaye anapanda juu na kuingia ndani, tunasema underlapping, kuwa kama mshambuliaji msaidizi nyuma mshambuliaji kinara, ndipo anapata nafasi ya kuweza kuadhuru wapinzani. Sasa Kupido ambaye ni mzuri sana katika jukumu hilo, wakati mwingine akitoa zile tunaita wall pass, kwa maana kwamba anasimama analipa mgongo lango la timu pinzani, wenzake wanampigia mipira mirefu, anaituliza kama pass kwa wenzake ambao pasi moja wanaikuta na kwenda kupiga mashuti ama kumpa nafasi azunguke na kupasiwa. Sasa anakosekana katika kombe la shirikisho hili linaloendelea, hajafunga, haja assist, lakini kwa kiasi kikubwa amechangia kupatikana yale mabao 7 walionayo kutokana na aina ya uchezaji wake, ambapo majukumu anayopewa na kocha Steve Becker kwa kiasi kikubwa katika mechi anazocheza kimkakati kama ile aliyocheza dhidi ya Zamalek, yeye alichangia mno kutengeneza fursa ambazo mwisho wa siku ziliwapatia bao lililofungwa na kiungo wao Sile Nduli katika dakika 39 kwenye mechi ambayo bao hilo liliwapeleka katika hatua ya nusu finali. Anakosekana Kupido. Badala yake kwa haraka kwenye makaratasi, kwenye rasilimali watu walionayo Steve Becker, maana yake atampanga bwana mdogo huyu Pili ambaye umri wake ni miaka 20 kama nilivyotoka kueleza kwa tarehe aliyozaliwa. Maana yake Pili bwana mdogo under 20 acheze, apambane na mabeki wa kati pale. Tunazungumzia kina Shamu Karabu, Abdulrazak Hamza na yeyote atakayepangwa kama beki wa kati wa Simba katika siku hiyo. Itakuwa vipi? Lakini katika mechi ya marudiano, pigo lingine kwa Stellenbosch, paswa kichwa nyingine kwa mwalimu Steve Becker ni kwamba hata huyu bwana mdogo ambaye katika kombe la shirikisho amecheza mechi 5 kati ya 8, dakika 166, wastani wa dakika 33, akipiga mashuti 5, 4 amelenga lango, lakini hana bao, hana assist, ni kwamba kwenye mechi ya marudiano hata huyu kijana hatakuwemo, kwa sababu atakuwa na majukumu ya kitaifa. Atakuwa nchini Misri na timu ya taifa ya Afrika Kusini ya umri chini ya miaka 20. Maana yake Steve Becker itabidi afikirie tena vingine, kwa sababu atakuwa hana mshambuliaji wa kiasili kwenye nafasi hiyo. Maana Ashley Kupido ndo huyu majeraha, lakini Bradley Mojela kama nilivyotoka kueleza awali anaumwa tangu mwezi wa 12 alipofanywa upasuaji wa goti, lakini bwana mdogo anakuwa kwenye majukumu ya kitaifa kwenye timu yao ya taifa ya Afrika Kusini ya under 20. Kwa lugha nyingine atakuwa hana mshambuliaji katika mechi ya marudiano. Itakuwa vipi? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share
una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.